Pale Madina sasa, kabla ya ujio wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nataka mfahamu kitu kimoja ambacho pia mnakijua, nikukumbushia. Palikuwepo na structure ya kijamii iliyojengeka kwenye mapande mawili makuu. Pande la kwanza tuseme ni makabila ya Kiarabu, ambazo ni kabila mbili za Kiarabu kuu zilizokuwepo, kabila ya Aus na kabila ya Khazraj. Pande la pili ni makabila ya Kiyahudi, na zikuwepo nyingi sana, lakini tatu ndio maarufu zaidi. Kabila la Banu Qainuqa, kabila la Banu An-Nadhir na kabila la Banu Quraidha. Haya ni makabila matatu ya Kiyahudi yaliokuwa pale mjini Madina. Lakini pia mnafahamu ya kwamba mji wa Madina uliokuwa ukiitwa Yathrib kipindi hicho ulikuwa ni mji uliokumbwa na migogoro mingi sana na mivutano ya kikabila mpaka na vita. Lakini vita vikubwa vilikuwa ni baina makabila mawili ya Kiarabu haya, kabila la Aus na la Khazraj. Na walikuwa wana husma zao za jadi zilikuwa zikirisianwa. Kabila hizi za Kiyahudi zilizokuwepo Madina kuona kwamba hao Waarabu wana ugomvi na migogoro ya jadi, wao wakawa kazi yao ni kuyapalilia migogoro kama ile ilizidi kuendelea. Na lengo lao la kupalilia migogoro hiyo ilikuwa ni malengo mengi. La kwanza, unapokuwa katika mji na watu wana ugomvi, manake wewe utapata kuendelea na shughuli zako. Ndivyo Mayahudi walikuwa wanalolitaka hili. Wakawa wanaendelea shughuli zao, lakini shughuli zao kubwa zikiwa ni kuuza silaha, na kwa haja iliyokuwepo ya makabila yanayopigana ilikuwa ni lazima wapate ile silaha, basi bei za silaha zikawa ziko juu sana. Na kwa kuwa silaha zinatekana kivyovyote, hata kama bei ziko juu na hata kama pesa watakuwa hawana, basi wako tayari kuzinunua silaha hizo hata kama ni kwa mikopo. Sasa kwa kuwa wanazinunua silaha hizo kwa mikopo na ni dharura kwa wao, mikopo sasa ikawa inawekwa mikopo ghali, kwa maana mikopo ya riba. Kwa hivyo hii ndio biashara ya Kiyahudi ikawa inashamiri kweli kweli katika mji wa Madina. Lakini biashara yao ilishamiri zaidi kwa makabila mawili ya Kiarabu yaliokuwa yakipigana, kumaanisha lau makabila haya yakiacha vita, huenda biashara ya Mayahudi ikawa yenye kuporomoka. Kwa hivyo upande wa Mayahudi sasa, katika kulinda biashara yao, walijitahidi sana vita kama hivi viwe ni vyenye kuendelea siku zote. Lakini mbali na silaha, Mayahudi waliokuwa pale Madina walitokea sehemu za Sham. Kule Sham kwa kipindi hicho tunafahamu kwamba ilikuwa ni miongoni mwa miji iliyoendelea wakati huo kiustaarabu, tofauti na huko Arabuni. Sham ni miji yenye majumba yaliyojengwa, miji yenye makasri, miji yenye masoko, yani miji ambayo imeekewa nizamu zake za kimji na kiutawala. Kwa hivyo Mayahudi wao wametoka kule, wamekuja na hizi taaluma za namna ya kusimamia na kuendesha miji, ambapo Waarabu wa Madina, Aus na Khazraj hawakuwa na taaluma hizi. Kwa hivyo Mayahudi walikuwa wana nafasi ya juu, wakatumia nafasi zao zile kwa kujenga majumba yao. Kwa wakati ule Madina, majumba mazuri yalikuwa ni majumba ya Mayahudi. Lakini eneo walikuwa wakiishi Mayahudi waliwekea makuta, kwa maana ngome, kwa ajili ya kujilinda na hatari itakayojitokeza. Upande wa Arabu hakukuwa na vitu kama hivi. Lakini pia kwa kuwa hawa Mayahudi wametoka na taaluma nyingine ya kilimo, kwa hivyo walipofika Madina wao waliangalia sehemu za Madina zilizokuwa zina rutba, ndio kaweka makao yao. Kwa maana hiyo sehemu hizo ndipo walipoweka mashamba yao, na wakawa wanalima na kupata mavuno, na mavuno hayo wakawa ni wenye kuyauza. Mavuno yao kwa kuwa ni mingi, wakahitaji kuwa na masoko
wakatengeneza masoko yao vile vile. Unaona mfumo wa uchumi ulivyokamilika wa Mayahudi, kuanzia uzalishaji mpaka kwenda kuuza mazao ya mashamba yao. Si hilo tu, pia walikuwa na taaluma za kutengeneza, kwa maana taaluma za kiviwanda, industrial knowledge. Wakatumia taaluma zao hizo za kiviwanda, wakawa wanatengeneza vitu mbalimbali, vyombo vya jikoni, nguo, vyombo vya mapambo, vyuma, dhahabu, na kwenye vyuma ndio silaha za wakati huo. Kwenye dhahabu ndiko kulikokuwa na utajiri wao mkubwa sana. Makabila haya matatu, kila kabila lilikuwa lina sehemu yake katika maisha, katika makao yao. Kabila la Banu Qainuqa walikuwa wanaishi katikati ya mji wa Madina, sehemu ya Rutba. Lakini makabila mawili ya Banu Nadhir na Banu Quraidha walikuwa wakiishi upande wa kaskazini nje ya Madina kidogo, sehemu mbili zinazokaribiana. Pia zilikuwa ni sehemu zenye rutba. Kwa maana hiyo kulikuwa kuna masoko matatu ya Kiyahudi: soko la Banu Qainuqa, soko la Banu Nadhir na soko la Banu Quraidha. Kadhalika kulikuwa na mashamba makubwa sana ya mitende ya Mayahudi, na pia kukawa na viwanda kadhaa vya makabila yote matatu haya. Nazungumzia hali ya uchumi wa Madina kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadhani kwa picha hii itakuwa tumefahamu, na mengi haya ni kujikumbusha, sote tunayafahamu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale Madina, kwa mujibu wa riwayat, na kwa kuwa sasa ameshajenga udugu baina ya masahaba wake, alikwenda kutembelea haya masoko akiwa ana ujumbe ambao alikuwa anataka kuufikisha kwa masahaba wake. Alikwenda katika soko la Banu Qainuqa, akalitizama, alafu akawaambia masahaba wake kwamba hadha, yani soko hili, laysa suqukum au laysa lakum bisuqin, soko hili sio soko lenu. Akaondoka, akaenda soko lingine la Banu Nadhir, akawaambia hivyo hivyo. Akaenda na soko la tatu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya jambo kama hilo. Siku nyingine akaenda katika uwanja mmoja, akautizama ile uwanja, akauangalia pamoja na masahaba wake, akawaambia hadha suqukum, hapa ndipo patakapokuwa na soko lenu. Akachora ramani hapo hapo, kaweka mipaka, kaweka maguzo, kaweka na alama za kamba kuashiria migawanyiko au migao ya tuseme kwa lugha kileo maduka ndani ya hilo soko. Jioni ya siku hiyo akaja kiongozi mmoja wa Mayahudi anaitwa Ka'b ibn al-Ashraf. Huyu Ka'b kafika eneo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliainisha kwamba hapa ndio itakao kuwa ni soko, na eneo hili ni kusini mwa pale ambapo pamekuwa ni msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, eneo la kusini. Ka'b huyu akaja akafanya kitu kinachoitwa sabotage, yani uharibifu, uchafuzi. Kaja kavunja, kakata, kaharibu. Ka'b kwa niaba ya Mayahudi ametambua kwamba hapa kuna vita vya kiuchumi vinakuja. Sisi Mayahudi kama wadhibiti wa uchumi wa Madina, uchumi wetu leo unaelekea kwenye challenge na mfumo mpya wa uchumi unaokuja, na hii ni hatari, kwa sababu unapomiliki uchumi unamiliki siasa. Ndio Mayahudi Madina, kwa kuwa walikuwa wanamiliki uchumi, walimiliki siasa za Madina, wakawa wanaziendesha wanavyotaka. Lakini kwa masikitiko, Mayahudi walikuwa wanaziendesha siasa zao vibaya, kwa kuwa siasa zao zilijengeka kwenye misingi ya uchonganishaji wa watu wa Madina. Survival yao
ilikuwa watu wa Madina wapigane. Nguvu za uchumi walizokuwa nazo ziliwawezesha kutumia nafasi ile kupiganisha watu wa Madina ama kuendelea kupiganisha watu wa Madina. Nafikiri taswira hii haiko mbali na taswira ya sasa ambayo sisi leo tunashuhudia. Sisi tunashuhudia leo. Kwa hivyo tunachokishuhudia leo kinatufanya tuzidi kuielewa hii sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo Mayahudi kwa kuwa wanadhibiti uchumi duniani, nyote mnaona jinsi wanavyoziendesha siasa duniani. Na wanaziendesha kwa namna ya kupiganisha watu mbalimbali, kutia chuki baina ya watu. Nyote mnafahamu, sina haja kuendelea zaidi ya hapo. Sasa hiki tunachokishuhudia sisi ndicho kilichokuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati ule kulikuwepo Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye aliweka mikakati. Sisi leo hatuna Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuwekea mikakati. Lakini tulichonacho sisi ni kuisoma hii sira na kufanya yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja siku ya pili na kuona kwamba soko limekuwa sabotaged, limeharibiwa, yeye alifahamu ni kwa nini. Tuelewe kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ana wahi anaoteremshiwa, lakini pia ana hikma na busara. Anafahamu yeye anapambana na nani kwa wakati ule, na anafahamu kwamba anachokifanya ni kitu kikubwa kweli kweli kwa upande wa pili. Anajua kwamba hawangekubali kiurahisi, kwa kuwa yeye bado ni mgeni pale Madina. Asingeweza kufanya kitu kingine chochote kikubwa, kingeharibiwa tena kama namna ilivyoharibiwa hii. Anajaribu kwenda nao polepole. It's like he was going to unsettle the economic power from the Jews gradually and slowly but wisely. Ndicho alichokuwa anakifanya. Mtume sallallahu alaihi siku ya pili akatoa agizo lake, akasema la anqulanna suqa, nitaihamisha soko sasa ila makanin aghyadhu lahu minhu. Nitahamisha eneo la soko sasa kwenda kwenye eneo lingine ambalo litamkera zaidi huyu kuliko hapa lilipokuwepo. Yani ile eneo la kwanza la jana alioleka Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kusini mwa msikiti wa Madina, msikiti wake, yani tuseme unatoka nje kidogo ya Madina. Nimesema kwamba makabila mawili ya Kiyahudi yalikuwa liko upande wa kaskazini, na kabila la tatu la Banu Qainuqa liko ndani ya mji, lakini ndani ya mji upande wa kaskazini ya msikiti wake. Yeye anaweka soko upande wa kusini, kwa hivyo ni pande mbili tofauti. Hili la kusini linakuja kuharibiwa. Anasema nitalihamisha kulipeka sehemu itakayomkera zaidi kuliko hii. Anakwenda nao hatua kwa hatua kwenye mapambano. Ni mapambano ya kiuchumi, kisiasa haya. Kwa hivyo akalihamisha soko sasa, akaliweka upande wa magharibi wa msikiti. Lakini eneo likawa kubwa zaidi. Ningekuwa ina ramani pengine kwa projector ningeonyesha, lakini fanya tu khayali, taswira ya kiakili kwamba eneo lenyewe ni kama huu msikiti wa Madina uliopo hivi sasa mara 3 yake. Hili ndio eneo ambalo Mtume sasa ameelainisha ndio soko lake baada ya lile la kwanza kuharibiwa. Nafikiri niache hapa kidogo, nitarudia tena. Sasa nataka niangalie upande mmoja, kwa kuwa nimesema hadithi yangu leo ni hadithi kwa vijana. Katika masahaba aliokuja nao wengi walikuwa ni vijana, akiwemo kijana huyu Abdurrahman bin Auf, na huyu ndio nitakayeangazia zaidi, ndio mazungumzo yangu yataishia kwa huyu Abdurrahman bin Auf. Naye baada ya kufika Madina kama waliofika wenzake, na kwa mujibu wa undugu uliounganishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam baina muhajirina na ansar, tufahamu kwamba undugu hapa haukuwa ni undugu wa pamoja, yani muhajirina na ansar wote ndugu, haukuwa hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliutengeneza undugu huu kwa
yani mtu kwa mtu, fulani katika muhajir, fulani katika ansar, nyinyi mtakuwa ndugu, kaeni pembeni. Fulani na fulani, nyinyi ndugu, kaeni pembeni. Alikuwa anaunganisha watu hivi moja kwa moja, sio kwa ujumla. Abdurrahman bin Auf, kwa kuwa huyu alipotoka Maka alikuwa ameshaanzisha biashara zake. Kwa lugha za kileo nasema Abdurrahman bin Auf alikuwa ni mjasiri amali. Lakini watu wa Maka walipotoka wote walikuwa na mali waliacha mali zao kama tunavyofahamu. Na walikuwa hawana mali hawana mali. Ina maana muhajiruna wote waliofika Madina hawana mali. Ni zero, wanataka kuanza. Lakini na hawa ansar ambao ndio waliowapokea pale Madina hawakuwa matajiri nao vile vile. Walikuwa ni maskini. Vipi watakuwa matajiri wakati uchumi wa Madina uko mikononi mwa Wayahudi? Wakati Wayahudi wanadhibiti na wana control na wanawapiganisha watu wa Madina, vipi watu wa Madina watakuwa matajiri? Ilikuwa hakuna namna watu wa Madina kuwa matajiri. Na atakayekuwa tajiri yote katika watu wa Madina, utajiri wake ulikuwa unaishia kwenye kununua silaha na kununua chakula. Kwa hivyo hata watu wa Madina pia walikuwa ni maskini. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wa umma, anataka kuujenga umma huu ambao kwa sasa ni umma wenye sehemu mbili, muhajiruna na ansar, lakini wote kiuchumi hali zao ziko duni sana. Na hakuna kitu kinachokwenda bila pesa. Atatumia mbinu gani? Ansar wako tayari wao kujitolea kwa hali na mali, lakini hali wanayo, mali hawana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Hashr aya 9, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Hii ndio hali ya ansar waliokuwa na imani, watu wa Madina walioandaa nyumba zao kwa ajili ya kupokea ndugu zao muhajirin. Wako tayari wao kujitolea, kuwafadhilisha kuliko nafsi zao, lakini hawana kile cha kuwapa. Yule ambaye alikuwa ndio tajiri kabisa katika watu wa Madina, utajiri wake ni mtu wa chini kabisa katika Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuunganisha Abdurrahman bin Auf na sahaba mwenzake Ansari ambaye kwa jina ni Said au Saad ibn Rabi'. Kwa hivyo Abdurrahman bin Auf na Saad ibn Rabi' ndio wakawa ni ndugu. Saad ndio anaitwa tajiri wa Madina, lakini ujue utajiri wake wa Saad ni utajiri mdogo kabisa wa Yahudi wa Madina. Sote tunafahamu katika sira kwamba Ansar kwa huruma kubwa walizokuwa nazo na mapenzi kwa masahaba, walikuwa wako tayari kuwagawia kila kitu wale ndugu zao, mali, mashamba, nini, kila kitu. Na huyu Saad naye vile vile alimwambia ndugu yake Abdurrahman bin Auf ya kwamba mimi nina shamba langu, twende nikakuonyesha shamba langu, nitaligawa sehemu mbili, moja itakuwa yako, moja itakuwa yangu. Pia mimi niko na wake wawili, tizama katika wake zangu wawili unayempenda nitamwacha, akimaliza ida utamuoa wewe. Abdurrahman bin Auf akamwambia ndugu yake Saad ya kwamba la hajata li fi zawjatik, mimi sina haja ya wake zako, baki na wake zako wewe, wala sina haja mimi pia ya wewe kunigawie shamba lako. Lakini akamwambia dullani ala suq, nipeleke sokoni, mimi nipeleke sokoni, ambapo Saad akamwambia hapa kuna soko la Banu Qainuqa, ndio soko la karibu ile ambayo nimeshalielezea, nipeleke huko pia. Soko la Mtume sasa bado halijaanzishwa, nipeleke hilo soko la Banu Qainuqa. Akapelekwa huko. Nitarudia tena kumaliza hiki kisa. Huku kuna masahaba wengine sasa walikuwa wanafanya kama walivyokuwa wakifanya huyu Saad kumfanyia ndugu yake Abdurrahman bin Auf.
mimi na shamba langu moja tu nikagawie, mimi na mashamba mawili njoo nikupe moja. Watu hao wote walikuwa wako tayari kutoa mashamba yao. Habari zinapomfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sahaba fulani anataka kumgawia fulani shamba lake, Mtume sallallahu alikuwa akikataza. Alikuwa akiwaita wale ndugu wawili, Ansari na Muhajir. Anaambia yule Ansari, nimesikia wataka kumpa huyu shamba lako. Naam. La, usimpe shamba lako, na wewe usipokee shamba lake. Tazama vizuri hapa, usipokee shamba lake, lakini badala yake wewe Muhajir nenda ukalisimamie lile shamba la huyu Ansar. Shamba la Ansar liendelee kubaki ni shamba lake, na miti iliyoko pale ambayo ni miti ya mitende na mingineo, miti pia endelee kubaki ni miti yake. Lakini wewe nenda ukalisimamia lile shamba kwa kulimwagilia maji, kwa kulipalilia, kwa kutazama takataka na uchafu, kuliweka katika mazingira mazuri ili mavuno yawe mazuri. Mavuno yatakapopatikana mtagawa mavuno. Kitendo hiki kinaitwa katika lugha za kifiqhi baadaye al-musaqat. Ukisoma kwenye vitabu vya fiqhi mtaona kuna mlango unaitwa al-musaqat. Musaqat maana yake imetokana na saqi. Saqi ni kumwagilia ama kunyosha maji, kunyoshea maji miti. Kwa hivyo ni muamala wa watu wawili kwenye shamba, ambapo mmoja anakuwa na milki ya shamba na mwingine anakuwa na juhudi na kazi ya kumwagilia maji na kulisimamia shamba lile, kisha wanagawa kwenye mapato na mavuno ya shamba hilo. Kwa hivyo ikawa sasa kwa huyu Muhajiri amepata nafasi ya kazi, na kwa huyu Ansar ambaye wengi nimeonekana kwamba mashamba yao yalikuwa hayako katika hali nzuri, hayakuwa na usimamizi wala na uangalizi, kwa sababu walikuwa wameshughulishwa na vita wao. Sasa mashamba yao yakapata usimamizi, ina maana na mavuno yakafanyaje, yakawa mazuri. Lakini pia na hapa tunaona busara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondosha sababu au mizizi ya fitna ambazo zingekuja kwa baadaye. Unajua binadamu ni binadamu, na hizi pesa Waswahili wa Mombasa wanasema hazikusilimu, na hizi pesa pia wanasema Iblisi alizishumu. Unajua kushumu alizibusu. Kwa maana kwa Iblisi hizi pesa ni agent mkubwa sana wa kutia fitna baina ya watu. Yani Iblisi yeye hana haja kuja mwenyewe kutia fitna baina ya watu. Iblisi akitaka kutia fitna anarusha pesa tu basi, anakaa pembeni. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kuondosha hii mizizi ya fitna ya baadaye. Hawa masahaba, huyu Ansari ambaye ana mashamba mawili au ana shamba moja kaligawa, kampa mwenzake shamba la pili ama lile nusu shamba. Mathalan ikitokea huyu Muhajir ametia bidii kwenye lile shamba lake akapata mavuno mazuri, huyu Ansari ambaye ndio mmiliki wa shamba wa asili, tuseme mavuno yake hakuwa mazuri, angejihisi vipi? Na yeye ni binadamu, ndio ni sahaba, imani kubwa sana, lakini ni binadamu pia, lazima kuongea kitu. Ile shamba lilikuwa langu tena, ingepita kishipa kama kile, Iblis angefanya kazi hapo, zingeanza kujengeka chuki. Sasa iwe jamii mzima ya masahaba kuna vitu kama hivi, pangekalika tena hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia hikma kubwa sana ya kuzima hiyo mizizi ya fitna mapema kabisa. Pengine ili hakuna aliyetambua wakati linafanyika, lakini limekuja kuonekana baadaye kwamba subhanallah, yani alifanya jambo moja kubwa sana. Lakini pia mbali kwamba sasa kutakuwa na mavuno mazuri, haya mavuno sasa yanahitaji soko. Ndio ile haja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kutengeneza soko la Waislamu. Badala nyinyi mavuno yenu mwende mkayapeleke kwenye masoko ya Mayahudi, kule Mayahudi wataweka bei wanazotaka, watanunua mavuno yenu kwa bei ya chini kabisa na hamna mahali pa kuyapeleka, mtauza, mtadhalilishwa. Hapana, nyinyi kuweni na soko lenu hili hapa, mtakuja mtauza mazao yenu hapa, na watakaonunua miongoni mwa Waislamu waje wanunue hapa vile vile, uchumi wa Uislamu upate kukua. Na wafanye biashara ambao ni Waislamu walio kwenye masoko ya kina Banu Qainuqa na wengineo,
pia wanakuwa na nafasi ya kuhamia kwenye soko la Waislamu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuliweka soko lake lile, alitoa tamko lingine na akasema kuhusu soko hili, aweka mambo mawili: la tatahajjaru wala tukharriju. Maana yake la tatahajjaru, hakuziwiliwi mtu kuja hapa katika Uislamu, na wala tukharraju, maana yake hakutozwi kodi soko hili. Hakuna haraji, hakuna kodi. Kodi ndio inaumiza watu. Kwa wengine kiserikali kodi ndio mapato ya serikali, lakini inategemea. Kodi inapokuwa kubwa inakuwa inaumiza watu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa anataka kuamsha uchumi mpya wa Uislamu, kwa hivyo uchumi ule ulikuwa ni uchumi ambao haukuwa na kodi. Matumizi ya serikali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa, ama baadaye yalikuwa inaendeshwa kwa mfumo mwingine. Kulikuwa na zaka, hiyo ni mada nyingine. Kwa hivyo kwenye zaka, ama kupitia kwenye zaka, ndiyo serikali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa inaendesha shughuli za kiserikali. Lakini pia tufahamu ya kwamba matumizi ya serikali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayakuwa ni makubwa. Kwa hivyo haikuhitaji budget kubwa. Unapokuwa na matumizi makubwa unahitaji budget kubwa. Utatoa wapi budget kubwa? Itabidi utoze watu. Wale unakwenda kuwatoza, hicho kidogo ndicho unachokitafuta. Wewe umekwenda umewatoza, maana umewaacha bila ya kitu. Utaona umekusanya mapato, lakini unafukarisha watu wako. Hii falsafa nafikiri inatakana ipitiwe na ifanywe marudio mara kwa mara, lakini sio mada ya sasa. Nimesema sasa nitarudi kukimaliza kisa cha Abdurrahman bin Auf, sababu huyu ndiye mjasiri na mkusudia, ambaye kupitia kwake sisi tunasoma ama tunatakiwa tusome ili tujikwamue na hali tulionayo hivi sasa. Abdurrahman bin Auf alimwambia ndugu yake, dulluni ala suq, nionyeshe soko. Akampeleka soko la Banu Qainuqa. Kama nilivyotangulia kusema, Abdurrahman bin Auf na wenzake wote walitoka Madina ni mafukara, hawana kitu. Hata wale walikuwa na mali wamekuja Madina bila mali. Sokoni alikokwenda, alikwenda kufanya kitu gani? Alikwenda na nini? Alikuwa na mtaji gani? Na hapa ndipo penye suala la watu wengi ama vijana wengi sana wanakuambia, mimi nataka kujiajiri, mimi nataka kuwa na ujasiri amali, lakini shida ni moja. Shida iko katika kuanzia pale. Katika kuanzia nahitaji mtaji. Mtaji ndio mtihani. Siwezi kuanza. Sasa je, Abdurrahman bin Auf alikuwa na mtaji wowote? Jawabu, la, hakuwa na mtaji wowote. Swali la pili, aliweza kuanza kazi yake na biashara zake na ujasiriamali wake? Jawabu ni kwamba naam, aliweza kuanza. Swala la tatu, alifanya vipi? Nafikiri tukipata alifanya vipi, tutakuwa tumeondosha kizungumkuti kilichopo hapa. Inavyosemekana katika ihda riwayat, kuna riwaya mbili maana yake, lakini ihda riwayat inasema, na nadhani ndio yenye nguvu, asubuhi wakati anatoka sasa kwenda sokoni, ima ni kupitia kwa ndugu yake huyu Saad au kwa mtu mwingine, alikwenda kukopa ngamia. Niuzie ngamia wako huyu, nitakulipa pesa zake jioni. Kwa pesa walizokubaliana, akamchukua huyo ngamia kutoka mjini. Pengine ndio waliofanya kipando chake cha kuingilia sokoni. Kaingia sokoni na ngamia. Kwa lugha za kisiku hizi, kaingia sokoni na Mercedes Benz na gari kubwa. Unajua unapoingia mahali na gari kubwa, mapokezi yanakuwa tofauti na unavyoingia vinginevyo. Kwa hivyo jinsi alivyoingia, wanasema it matters. Alivyoingia sokoni mgeni na ngamia, yani wale wafanyabiashara wote sasa nani huyu?
wakiwemo Mayahudi bila shaka yote. Anashuka, anafunga ngamia wake. Ngamia wake ndio biashara yake ya kwanza, anauza ngamia. Huyu mfanya biashara huyu amekuja na ngamia mzuri kabisa na anamuuza ngamia wake. Ngapi huyu? Kaweka bei yake. Watu kwa wanapigania ngamia. Kwa hivyo akapata kumuuza ngamia kwa bei ilikuwa mzuri kabisa. Manake with profit. Katumia faida aliyoipata kwa kuuza ngamia, akanunua makasiki, sijui kama nafahamika lugha ya makasiki, ya samli na asali.